Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Naibu Mufti, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, na Naibu Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba, Katibu Mtendaji wa Ofisi ya Mufti, mashehe nyote mliopo hapa kutoka maeneo mbalimbali duniani na hapa kwetu Tanzania bara na visiwani, ndugu zangu waumini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika ufunguzi wa ijtimai hii pamoja na swala ya Ijumaa. Na kisha nimtakie rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, nimesimama kwa mambo mawili. Moja ni kutoa shukrani zangu kwa heshima kubwa niliyopewa ya kuja kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa shughuli hii, na la pili kutimiza basi lile ambalo niliombwa kufanya, nalo ni kutamka kuhusu ufunguzi rasmi. Sasa kabla sijafanya hivyo, napenda niseme mambo mawili matatu. La kwanza, napenda nitoe shukrani zangu za dhati kwenu na hususan kwa Markaz Tabligh kwa kazi kubwa wanaoifanya katika nchi yetu. Kama mlivyosikia, mimi binafsi nimehudhuria ijtimai 3 na nimewakilishwa katika 2, lakini zote taarifa zake ninazipata kwamba lengo na madhumuni ni kuwasilisha dawa kwa wananchi wetu juu ya umuhimu wa kushikamana na dini yao. Kwa hiyo hii kwa upande mwingine ni msaada mkubwa kwa serikali. Ndugu zangu, kubwa katika nchi yoyote ni amani na utulivu. Nchi yoyote ambayo haina amani haiwezi ikawa na jambo jingine lolote, hata ibada hazifanyiki. Kwa hivyo ninashukuru sana Markaz kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuendelea kuhubiri amani katika nchi yetu. Mimi binafsi ninasema tokea nimechaguliwa kuwa kiongozi wa nchi hii, namwomba Mwenyezi Mungu mpaka nitakapotoka, kama mengine yote yatanishinda, basi niache nchi hii katika amani, umoja na utulivu. Basi hilo ni kubwa mno. Binadamu ili uweze kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu, binadamu ili uache kufanya mambo maovu, lazima ufunzwe dini. Hofu ya Mwenyezi Mungu ndio itakayokufanya uache mambo maovu, hakuna jingine. Hakuna, watu hawaogopi polisi wala jeshi wala serikali, lakini wanaomwogopa Mwenyezi Mungu kikweli hawafanyi mambo maovu. Kwa hivyo napenda nitoe wito kwa Waislamu na sote kwa pamoja katika nchi, tuwafunze watoto wetu dini yao, wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Wakiwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, hawatotumia dawa za kulevya, hawatokuwa wezi na wabadhirifu wa mali ya umma, hata wakiwa ndani ya serikali, kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hili nalo ni la msingi sana, na mimi nichukue fursa hii, najua katika dawa zenu hayo ni mambo ambayo yanazungumzwa, hayo ni mambo ambayo yanasemwa sana katika jamii zetu, na kwa maana hiyo tunatengeneza taifa ambalo linamwogopa Mwenyezi Mungu, lenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Taifa kama hilo mara zote linafanikiwa. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwa mara nyingine nikupongezeni sana
nikutakieni mafanikio katika jitihada zetu kama hizi ambazo ndani yake mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Hili ni jambo la msingi, ni jambo kubwa, na mimi nasema kila la kheri, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Lakini nataka nichukue fursa hii nitoe shukrani na pongezi kwa ofisi ya Mufti. Wametusaidia sana. Hakuna fitna katika nchi kama fitna inayosababishwa na mambo mawili. Moja ni mambo ya dini na moja ni mambo ya ukabila. Nchi zote ambazo zimeingia ukabila, fitna yake inakuwa kubwa mno, na sisi tumejifunza kwa wenzetu. Yametokea mambo hapa Rwanda, watu wameuana sana. Yametokea mambo Burundi, yanatokea mambo Kongo, yametokea mambo Somalia. Lakini na fitna za dini nazo zinakuwa kubwa mno. Kwa hivyo lazima tuwe tuna chombo kinachosimamia dini, kinachoratibu masuala ya dini. Na alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo katika nchi yetu tuna amani, tuna utulivu, tumeshikamana, kila mtu kwa madhehebu yake, lakini hatuna mifarakano. Hili la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tuwapongeze ndugu zetu ofisi ya Mufti kwa kulisimamia, kuratibu masuala ya dini vizuri. Leo sisi wengine hatupati tabu yoyote ya kufikiria kwamba tutafanyaje kuhusu ugomvi fulani baina ya madhehebu fulani, na hakuna. Tumeshughulika katika kujenga nchi, kwa sababu huku kuko salama, kuna amani, kuna utulivu. Ndugu zangu, nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena nitoe shukrani zangu nyingi kwa viongozi wote wa Tabligh kwa kunipa heshima ya kuja katika ijtimai hizi zote zilizoalikwa. Natambua hapa kuna mashehe wakubwa sana kutoka kila pahali. Ikisomwa dua hapa, sina shaka Mwenyezi Mungu anaipokea. Kwa hivyo dua mnazotuombea sisi viongozi wenu, tunaomba ziendelee, na bila shaka Mwenyezi Mungu atatuwezesha tuiongoze nchi yetu hii bara na visiwani kwa amani na utulivu na kwa maendeleo makubwa. Na sasa nitamke rasmi kwamba ijtimai hii sasa nimeifungua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.